Sisi ambao tunataka au tunatafuta viwango vya nguvu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, tuchunguze nia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 23. Na mfalme wapya katika roho ya nia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Na mkafanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sema utu mpya. Utu. Huo utu mpya na uzungumza ni nia mpya, nia njema, nia ya Kristo. Ndio kiini au chanzo cha nia. Nia yangu ni kuhubiri, lakini chanzo cha hiyo nia yangu ni kufundisha, lakini chanzo cha hiyo nia yako wewe ina chanzo chake. Anasema hicho chanzo cha nia yako kifanywe upya, kiwe ni chanzo ambacho kinalenga mawazo na makusudi ya Mungu. Mawazo na makusudi ya Mungu au mtazamo wa Mungu kwa watu. Mungu anataka watu wote wamuone yeye. Ukifanya kazi ya Mungu kwa nia kwamba watu wote wamuone nani? Hiyo ni nia ya nani? Hali ya kuwa kuna nia batili inayosema nafanya kazi hii ili nipate kula. Nafanya kazi hii ili ndugu zangu wamuone Mungu. Nafanya kazi hii ili fulani na fulani wamuone Mungu. Nafanya kazi hii ili matajiri wamuone Mungu. Tayari nia yako imeisha kuwa ni batili. Kwa nini Paulo aliuawa alipoenda Yerusalemu? Kwa sababu alipelekwa na nia batili. Mungu anataka watu wote wapate neema ya wokovu. Yeye anasema nataka ndugu zangu nao wasikie. Mungu anamwambia ndugu zako nimewapa watu wengine watawapasha habari. Yeye anasema mimi mwenyewe niwapelekee habari ndugu zangu. Nia hiyo ilikuwa ni nia ya Kristo. Mbona uji? Bwana Yesu asifiwe. Akatokea nabii mmoja akavaa mkanda akasema hivi ndivyo atakavyoenda kufungwa mtu andaye mwenye mtandao. Na alikuwa ni Paulo. Agabo akafanya ishara zile, lakini bado Paulo alikuwa ana nia ambayo si nia ya Kristo, ya ndugu zake. Sema ndugu zangu. Ukisha kuwa na nia hiyo, natafuta fedha kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili yangu na watoto wangu, huwezi kuwa na neema ya kuona wahitaji. Kila itwapo leo utakuwa hauna kitu. Hata ukipata vingi utajiona huna. Kwani nia yako ni wewe. Nia yako ni uwe mkubwa wewe, sio kuwafaidia wengine. Nia hiyo ndio ambayo inafanya sasa bidii zinakuwa nyingi, matokeo madogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani kati yetu ambaye anataka kugeuza nia yake isiwe nia ya maonesho? Nia ya maonesho unaijua? Bwana Yesu asifiwe. Mimi jana nimefunga. Basi katika kufunga, ulifunga mwenyewe. Tulikwambia ufunge. Biblia inasema hiyo ni sauti yako umemsikizisha Mungu. Inakuwaje tena unakuja kutupigia panda? Anayetakiwa kujua ulifunga ni mmoja tu, yule ambaye yamkini usipomwambia chakula kitaharibika. Huyo mtu wa jikoni unaweza ukamnong'oneza usipige kingi siri, maana akipika lakini sio kupiga panda. Shuhuda yangu ya leo, usione haya maombi ni ujinga na upumbavu na uzezeta, kwa sababu utanyonywa zile baraka ulizokuwa unapata. Maana watu wanakuona bora, kumbe mtu huyu anafunga. Umeshapata thawabu yako kwa sifa hizo.
Hiyo nia inanyonya. Utamaliza maombi unakaa chini unapiga hesabu. Niangalie sasa Mungu amesema na mimi nini? Mungu amenipa nini tangu naanza ya maombi? Unajikuta hana ulichopokea, hana ulichopata, mwisho unaanza kuchukia maombi. Wenzako wakifunga siku 2 tu zinatosha Mungu kuwaonekania. Wewe umefunga zaidi ya siku 2, hautaona kuonekaniwa na Mungu kwa sababu nia yako ni kutaka watu waone unafunga. Na ndio maana katika Biblia inasema ikibidi hata upake mafuta usoni ili usionekane na watu kama unafunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunatangaza mfungo? Nia zetu ni mbili. Moja ni taarifa kwa wote. Mungu anataka tufunge wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama tutatoka hapa tusimame hapo nje tangazo, sisi hapa tumefunga hata siku hii moja. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusomea utoaji wa sadaka wa mtu mmoja ambaye alimgusa Yesu mpaka akaongea jana. Angalia Marko 12 pale. Mstari wa 41 mpaka 44. Amen. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa. Endelea. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2 kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amin nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Ndiyo riziki yake yote pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu utoaji wao wa dhabihu au sadaka walikuwa wakileta madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akawa hapo. Wanapotoa anatazama wanavyotoa. Biblia inasema matajiri wakatoa vingi. Hapa kuna kujifunza nia. Inawezekana ndugu yangu unatoa sana. Inawezekana ndugu yangu unafunga sana. Inawezekana ndugu yangu unakesha sana. Ndio maana ya kutoa vingi. Inawezekana ndugu yangu unajitoa sana pesa. Lakini akatokea mtu maskini, naye akajiuliza nitoe nini? Maana hana cha kutoa. Nusu pesa maana yake mpaka iunganike na pesa nyingine. Yaani maana kama ni shilingi 50, ambayo mpaka upate 50 nyingine ndio ipatikane 100 ya chumvi. Kiasi cha nusu pesa maana yake ni mpaka ipatikane tena nyingine ziunganishwe ndio ifanye matumizi. Atoe nini? Akasema mimi kwa kuwa sina cha kutoa, tatoa hiki nilicho nacho. Na alichokuwa nacho ni hiyo nusu pesa, kiasi kidogo cha pesa. Akapeleka hicho. Lakini katika mtazamo wa Yesu anakuja anasema, huyu ambaye ametoa nusu pesa ametoa vingi kuliko wale waliotoa vingi, maana yeye ametoa katika riziki yake yote. Mungu anachotaka ni kimoja, nia yako isiwe batili katika utoaji. Nia ikiwa batili, wapendwa, hatuwezi kumuona Mungu. Mafarisayo walikuwa wanaenda kila mahali Yesu alipoenda. Mafarisayo walikuwa wanahudhuria ibada zote.
Mafarisayo walikuwa wanafunga mara 2 kwa juma. Walikuwa wanatoa zaka na sadaka, lakini Mungu hakuwafurahia Mafarisayo kwa sababu nia zao zilikuwa ni kutaka kutazamwa na watu. Akawaambia, nyinyi Mafarisayo vipofu, safisheni kwanza ndani ya kikombe, ndipo na nje yake itakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safisheni kwanza ndani ya kikombe, ndipo na nje yake itakuwa safi. Usihangaike na mambo yanayoonekana kwa watu. Hangaika na jinsi gani unaweza kumpendeza Mungu katika mwenendo wako wote wa kila siku. Ukicheza na hapo, wapendwa, Mungu atakuinua kila siku. Utakuwa mabadiliko. Mwisho wa siku unakuwa kama nyumbani. Ndugu wote wanataka waje kwako. Hata kama ni pabaya, hata kama huna chakula, wanaona moyo safi ulionao, huna usuda, una kijicho, una unafiki, una mateto, masengenyo, hamna. Akitoka kwako asikii kelele, asikii maneno yanamfuata, wala asikii siri zake kwa mtu yeyote alizokuambia. Zikifika kwako zimeisha. Huyo mtu ndio Mungu anamtafuta, mwenye nia thabiti ya Kristo, ya kutaka wengine wamuone Mungu hata kama mimi nitakosa. Talala njaa, lakini kama ninalala njaa kwa kuwa wengine wamemuona Mungu, basi ni utukufu kwa Mungu. Hiyo ndio nia ya Mungu. Alipigwa Yesu ili watu wamuone. Kwa hiyo wapendwa, tuigeuze nia zetu. Tumalizie Warumi 12:2, alafu tutaendelea. Nia yako ibadilike mpendwa. Nia yako ibadilike. Nia yako ndio inayoangaliwa na Mungu. Mimi hapa nataka kujenga kanisa la milioni 300. Milioni Mungu atazileta akitazama nia yangu. Je, nia yangu ni kujenga kanisa la nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijenge nyumba ambayo nikifa bashani ya tarisi. Mnanielewa? Na mjengea Mungu nyumba hata nikifa watu waabudu hapo. Kwa jina la Kristo, hiyo kwa jina la nani? Mmiliki wa hiyo nyumba wewe nani? Hicho, na nia hiyo ndio itakayozileta milioni 300 hapa. Usihangaike, hangaika na nia. Kuna watu nimewaendea, wana makanisa makubwa, wamekaa na mimi wakaniambia, fanyaje? Nasikia pale kwako ikifika tu muda wa ibada wote wamefika. Na akichelewa mtu amechelewa labda maombi. Nikasema hiyo ni kweli, sio uongo. Wao fanyaje? Wanaumia, wanahangaika, wakisema hawasikiki. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wachungaji wanaosema wanakula zaka, watu wa Mungu niwaambieni ukweli. Hawa watu wanaowaongoza hawatoagi zaka. Mtafute mtu yoyote ametoka TAG, EAGT, ni mgonjwa kwenye eneo la zaka. Kila anayeingia hapa ametoka makanisa haya mawili, lazima awe mgonjwa eneo la zaka. Kwa nini? Walipokuwa wanamtolea Mungu, watu wanamuibia Mungu, wanakula wao. Mungu akasema sasa nitawaonyesheni. Mungu akaondoa ule moyo wa utoaji. Leo tunavyoongea kanisa la watu 1000 wanaweza wakawa wanatoa zaka watu 100. Hivi mnaelewa hiyo jambo? Hapa tuko 30. Tunatoa zaka wote. Na ninasema 30 watu wazima. Tukisema tuhesabu kanisa, na hata hapa wapo wengi watoi zaka. Nikisema 30 wale ambao nimewadhibitisha kwamba hawa kweli Mungu amenipa ni wale, wote watatoa zaka. Jambo ambalo ni la ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mungu anashirikiana na wewe, uwe na kazi ngumu kama una nia yake. Anasema na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Upigi debe sana, wewe ukiongea Mungu anasema na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. So Warumi 12:2, Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ndio. Nia ya dunia hii wala msifuatishe. Hapa ni Dar es Salaam bwana. Ndugu kijijini, so hapa unanifuata ndugu yangu,
kutoka hapo sikujui. Nia hiyo Mungu anasema tusifuatishe ndani yako. Jambo la pili na la muhimu tunalotakiwa kujifunza leo na la mwisho kabisa ni uaminifu. Uaminifu nao ni jambo la pili ambalo huwa Mungu hawezi kulinyamazia kidogo. Uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu. Ni tabia fulani anayoleta Mungu ndani ya mtu ya kufanya vile alivyoagizwa, vile alivyokubaliana. Mimi na mume wangu tumekubaliana hiki, atafanya vile vile. Kanisani tumepatana mfungo, atafanya vile vile. Anatenda kama alivyoelekezwa. Ndio tabia ya uaminifu. Ni tunda la Roho Mtakatifu ambalo likionekana ndani ya mtu linamfanya atende sawasawa na walivyokubaliana, alivyoelekezwa kwa usahihi wote. Sasa wapendwa, kwa niwaambieni siri, kama kuna jambo pia ambalo ni simaku ya ajabu inamvuta Mungu hata kama yuko mbali awe karibu na wewe, simaku ni uaminifu. Unataka kuwa karibu na Mungu, usikeshe na maombi. Hivi ni nani aombi? Ukienda msikitini usiku kuja wanaomba. Kila mahali wanaomba. Nenda kwa wale unaowadharau wewe, sijui uende kwa Sabato, wanaomba. Nani aombi? Bwana Yesu asifiwe. Simaku inayomvuta Mungu karibu na wewe ni uaminifu. Mungu atakupa kitu kadogo afa anakataka. Hao ni uaminifu. Msome Ibrahim alipewa mtoto afu Mungu akamtaka. Unaweza ukawa watu wote wanakudharau, watu wote hawakuheshimu, watu wote hawakupendi. Mbingu nzima inakuheshimu, mbingu nzima inakutaka, inakupenda. Jambo la ajabu lililopo, Yesu kufa kwake hakukufa kwa sababu muda ulifika, alipigwa. Alikufa kwa kipigo, alipigwa. Tena anapigwa na watu hadharani. Hakuna kitu cha ajabu kama wewe utapigwa hapo nje. Magari yanapita, polisi wanapita, watu mbalimbali wanapita. Hakuna anayechukua hatua yule anayekupiga. Ujue umekataliwa na watu wote. Yesu alipigwa hadharani mpaka anakufa. Amefika mbinguni, amepokelewa kama mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Isikutishe wanaotazama watu duniani. Uaminifu wako. Kwa hivyo nitakusomea hapo kitabu kile cha Luka sura ya 16 mstari wa 10 namalizia hapo. Dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Haya yote anasema hamwezi kutumikia Mungu. Hamwezi kutumikia Mungu. Unajua maana yake? Nia ya kupenda mali kisha kwa ndani yako, huwezi kumhudumia mtu maskini. Utaona takataka na kupotezea muda. Nia ya kupenda mali hata kama sio mtumishi ikiwa ndani yako, huwezi kushiriki ibada. Utaona unapoteza muda. Pote inabana. Ukiwa ndani ya kanisa itakubana, unaanza kutafuta wenye fedha wale rafiki zako. Na ukiwa nje hata kama sio mtumishi inakubana pia. Inakuonyesha jinsi unavyoenda ibadani unapoteza muda.
kutoa fedha, unaona unajitoa, unapoteza muda. Lakini tunakuja kuangalia, tunaona neno la Mungu linasema hamwezi kutumikia Mungu na mali. Maana yake kama unataka kuwa katika uhakika wa kutumikia Mungu, jua mali ni ziada. Mali ni ziada. Wote tunakubaliana mali ni ziada. Tunakubaliana mali ni ziada. Amen. Tukikubaliana mali ni ziada, hatutaona uzuri wa kutafuta mali na kuacha ibada. Hatutaona uzuri wa kuwasukumia maskini nje. Hatutaona upendeleo kama mali ni ziada. Na haya ndio mambo ambayo Mungu alitaka kwa wanadamu ili awe karibu nao. Angalia watu wanapotafuta ukaribu na Mungu, wao kuhangaika. Tulikuwa na maombi ya ngapi kavu. Fungeni na bichi. Majitu yamejaa ubinafsi, hapo tuna kavu. Funga na bichi. Huwezi kuona Mungu kwa hizo kavu unazofanya. Mungu anaonekana na wewe uwe uhakika kwamba namtumikia Mungu. Sitaki chochote zaidi ya Mungu kutukuzwa. Naye akinibariki sawa, siponibariki utukufu kwake, huyo mtu Mungu atakuwa karibu naye sana. Kamwe usije ukaona kipato kidogo ukasema Mungu hajanipa kingi, kwa hiyo hiki kilichopo siwezi kumsaidia ile ndugu yangu. Aliye mwaminifu katika kidogo atakuwa mwaminifu. Mungu anaanza kukupa kidogo, kisha anakuchungulia. Mungu anajua haitoshi, anakupa hivyo haitoshi, alafu anakuchungulia. Alafu anamwambia jirani yako mmoja, kaombe chumvi pale, kaombe 1000 pale. Kamwambia ina mgonjwa hospitalini pale, anamuelekeza pale alipotoa riziki isiyotosha, anamuelekeza pale. Hamjasoma habari za Elia na mama mjane wa Sarepta? Hamjasoma jinsi yule mama mjane alitamani kula chakula cha mwisho afi, lakini Mungu alichofanya Mungu alikuja akazidisha na kumbariki. Miaka yote ya njaa mama mjane hakujua njaa, alikula na kushiba. Na wewe ukitaka kuwa karibu na Mungu, ukitaka kuinuliwa na Mungu kiuchumi na kiroho, kimaisha na kihuduma, jaribu kuwa mwaminifu katika kila ambalo Mungu alikwambia. Useme hili Mungu alisema hivi, lakini kwa kweli kwangu halitawezekana, utazidi kuwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 25:18, tuangalie hapo tuone. Mathayo 25:18, tutajifunza hapo tuone nini kimeandikwa. Tutasoma kama utaweza. Umefika? 1-3. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Bwana Yesu asifiwe. Habari inajulikana hii. Nimepewa kidogo. Mungu anapotoa hatoi kidogo, Mungu anatoa kwa ukamilifu. Kila kutoa kuliko kwema hutoka juu. Mungu anatoa kikamilifu. Ukiona umepewa mtoto amekupa kikamilifu, usiseme sikutaka huyu, huyu sikumtaka. Mimi nataka hakika. Mlete huyu. Mungu hawezi kuja kutoa kisicho kamili. Hata kama amekupa 1000, kwanza mshukuru kwamba amekupa kitu kamili. Unanielewa vizuri? Ukitaka kuzidishiwa, shukuru kwanza kwa hivyo ulivyo. Jione mwema, mzuri. Kwanza ngozi yako safi. Siwezi kupaka cosmetics. Afu cha pili mwambie Mungu haja yako ifu na nia safi. Kanuni ya Mungu ni nini?
mambo mawili yanamvuta. Nia safi inaleta upendo. Nia safi inaleta yote ambayo tunayaita tunda la Roho, yanaitwa na nia safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani ameelewa? Umeelewa? Unaweza ukaenda kuyafanya kwa vitendo haya. Unaweza ukaenda kuyafanya. Sababu mimi nahubiri hivi, Roho Mtakatifu atakufundisha hivi. Mungu atakufundisha hivi. Mimi nahubiri hivi, Mungu atakufundisha hivi. Mungu yeye anasema na wewe kulingana na mazingira yako. Kila mmoja amesema naye hapo. Hakuna mtu ambaye Mungu atasema naye katika jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo tulikuwa na sehemu ya 8 ya ujazo wa Roho. Na ukitaka viwango vya ujazo, tukijifunza mambo mawili: nia safi ya Kristo na uaminifu. Tembea na hivi. Nasikia kumaliza. Panda ikipiga ikalia, hakuna atakayesikia. Atakayesikia ni yule mwenye Roho Mtakatifu anasema, Baba yangu ananiita tuondoke.